Wakati mzozo wa kivita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ukiendelea huko Mashariki ya Kati, Iran imevurumisha kombora Jumamosi na kutua Aradi, mji mdogo kusini mwa Israeli, baada ya mifumo ya ulinzi wa anga wa Israeli kushindwa kulizuia kombora hilo. Huduma za dharura nchini Israeli zimesema watu 88 walipelekwa hospitali baada ya shambulizi hilo, huku 10 kati yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Watu wengine wengi pia walijeruhiwa katika mji wa kusini wa Dimona, umbali wa kilomita 13 kutoka kituo cha nyuklia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelielezea tukio hilo kama jioni ngumu sana kwa taifa hilo. Wakati hayo yakitokea, Marekani imeipa Iran saa 48 kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, la sivyo itaiangamiza. Rais wa Marekani Donald Trump ameipa Iran muda mpya wa saa 48 kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, akisema isipofanya hivyo Marekani itaiangamiza Iran kwa kuanza na mitambo yake ya umeme. Iran kwa upande wake imesema endapo miundombinu yake ya mafuta na nishati itashambuliwa, italipiza kisasi kwa kushambulia miundombinu ya nishati inayohusishwa na Marekani katika eneo hilo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Katika saa chache zilizopita, pia kumekuwa na taarifa za ajali ya helikopta ya kijeshi nchini Qatar, pamoja na tukio la kombora kwenye chombo kimoja cha majini karibu na pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Hayo yamefuatia mashambulizi ya Iran kusini mwa Israeli, ambapo zaidi ya watu 120 wameripotiwa kujeruhiwa katika miji ya Dimona na Arad. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.